Mambo vipi na uhali gani mpenzi mtazamaji wa Mwananchi Digital, karibu sana live tukikuletea kutoka Dodoma. Ni exclusive interview na miongoni mwa mainjinia ambao wanatamba kwa ujenzi wa nyumba za shirika la nyumba Tanzania NHC, akiwa ni miongoni mwa mainjinia walioingia kwenye fani hii akiwa na umri mdogo zaidi. Anatupitisha kwenye changamoto ambazo alipitia toka anasoma chuoni mpaka anamaliza masomo yake, lakini pia anaingia kwenye kazi ya uinjinia. Je, ni changamoto gani anazipitia akiwa kama mhandisi wa majengo? Anatupitisha kwenye safari nzima ya namna ambavyo anahandle changamoto ambazo anakuwa akikabiliana nazo kwenye kazi hii yake ya ujenzi pamoja na usimamizi wa majengo, ikiwemo majengo ya NHC, lakini pia anatuelezea majengo ambayo yeye amewahi kujenga hapa nchini. Exclusive kutoka Dodoma, inakujia popote ulipo. Ni Mwananchi Digital, tuambie ni hapi maoni yako. Kwa majina anaitwa Engineer Grace Sylvester Musita. Ni civil engineer. Nimaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, UDSM pale, College of Engineering mwaka 2007. Lakini tena nikajiendeleza kidogo kwa kupata postgraduate ya International Construction Management ambayo ilikuwa inatolewa na chuo cha University of Bath, kiko Uingereza, lakini ni through distance learning. Kwa wale ma lecturer walikuwa wanakuja Tanzania kila baada ya miezi mitatu wanatufundisha hizo kozi husika. Na pia ni registered na bodi ya wahandisi kama professional engineer, na ni member wa taasisi ya wahandisi Tanzania, Institution of Engineers Tanzania. Kwa upande wa elimu ya O-level nilipata shule ya wasichana Jangwani, Dar es Salaam. Ni baada ya hapo nimeweza mwaka 1999 nikachaguliwa kwenda shule ya wasichana Tabora ya vipaji maalum. Nikaanza pale mwaka 2000 masomo ya PCM, Physics, Chemistry na Mathematics. Nashukuru Mungu nikamaliza salama mwaka 2002. Kwa hiyo through hiyo PCM ndio channel yangu ya kuanza uhandisi ikawa imeanzia hapo. Baada hapo nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na ni mzaliwa wa Mwanza, ni Mkelewe, mzaliwa Nyamagana Mwanza, wazazi wangu wote wawili ni Wakelewe. Tulianza wanafunzi kama zaidi ya 130, 150. Hapo ni mixed wasichana na wavulana. Na wasichana tulikuwa kama 8. Na tukamaliza au civil naongelea. Tukamaliza watu 78. Wasichana tulimaliza wote. Au 8, hakuna aliyehama au disco. Wote tulimaliza vizuri bila shida. Ingawa kuna wanaume hapo katikati nao hawakuweza kumaliza salama. Sema kwamba walifanyaje masomo, wengine ndio ule uoga nao pia walikuwa nao. Ndio maana nasema hata wanawake mtu asiogope kwamba kuna kusoma engineering, sababu hata wanaume wengine nao waliogopa hivyo nao wakaenda pembeni. Kinakuta na wenyewe wangebaki labda tu wangemaliza kama sisi tulivyomaliza. Lakini pia niseme tena, nikatoka pale nikachukuliwa nikia chuo msichana peke yangu kati ya watu 8 ambao tulichukuliwa na hiyo kampuni ya Steam Construction, kampuni ya private, kampuni kubwa tu. Kwa hiyo tukachukuliwa, alikuwa na miradi mikubwa wakati huo. Mimi nikachukuliwa kama msichana peke yangu na wengine au 7, lakini tukagawanywa, walioenda kwenye barabara na wengine tukaenda kwenye majengo. Niseme pia naishukuru sana hiyo kampuni kwa sababu ndio ilionitoa chuo. Kwa hiyo elimu ya uhandisi ya mtaani au experience ya uhandisi ya mtaani nilianza nayo ile kampuni. Baada ya hapo ndo nikaja kufanya kazi shirika nyumba la taifa. Nalo pia naendelea kulishukuru. Nashukuru mkurugenzi mkuu na management nzima kwa sababu wao waliweza kuniajiri, lakini pia na kuniamini. Sababu kupewa miradi lazima uaminiwe kwanza. Kwa nashukuru kwanza waliniajiri na hatimaye wakaniamini kunipa usimamizi wa miradi mbalimbali. Na namshukuru sana mkurugenzi mkuu na management yake. Pia nasema namshukuru kwa sababu ni miradi ambayo nilikuwa napewa niliweza kuifanya inavyotakiwa. Ikakamilika vizuri kwa bora unatakiwa, na hatimaye wanaotumia majengo na wenyewe basi wanaendelea kuyatumia bila shida yoyote. Nilifanya mradi wa wizara ya ardhi pale Mtumba phase 1.
mradi ambao ulikuwa na pressure, mradi ulikuwa ni wa haraka, mradi ulikuwa ni wa usiku na mchana. Yaani pale kweli ile nani msemo wa usiku na mchana pale kweli ndio ulifanyika. Kwa sababu unaingia kazini saa 1 asubuhi, unaondoka saa 8 usiku. Ni jambo la kawaida kuja kukaguliwa saa 6 usiku na wakaguzi kutoka wizara mbalimbali. Kwa hiyo pale kwa hiyo tulifanya kazi ya usiku na mchana, na ilifanyika kazi vizuri na kwa haraka na kwa gharama ambayo ilikusudiwa. Sababu ile mradi watu walichukua ungeenda hata mwaka mzima. Lakini tukafanya kwa miezi 5 tu watu wakaingia kwenye zile ofisi zao. Na taratibu zote kama kawaida zilifuatwa. Ingawa ni hivyo day and night nini kwa pressure, lakini bado taratibu za ujenzi tuhakikisha tunazifuata. Hiyo ndio nasema ya kukagua kabla hujaenda hatua yote mbele, zote zinafanyika kama kawaida. Ya kufanya test ya vifaa ambavyo vinatumika. Hicho ni kitu muhimu sana kwenye upande wa mradi. Lazima upime kokoto. Lazima upime mchanga. Lazima upime tofali. Lazima upime nondo. Kwa sababu sio unanunua tu nondo unaona kama hii hapa unasema ndio yenyewe ina milimita 12 naenda kuifunga. Lazima uipime kwenye maabara husika. Upate majibu yanayoendana na kile ambacho alio design amekikusudia ukipata. Lazima upime zege. Kama umeandikiwa ni zege upate grade 25, lazima uipime after 28 days kweli una 25. Tofali umeandikiwa linatakiwa la strength ya 5 au strength ya 7, lazima na lenyewe kabla hujaanza kulitumia uchukue ile batch husika na kuchagua sample 3 unaenda kuzipima. Zipe majibu yale ambayo yanatakiwa. Kama hayatakiwi basi hizo tofali unaachana nazo. Kama majibu yanatoka ni madogo. Mradi wa kwanza ndio huu ambao nilifanya na Esteem Construction, ambao ni jengo la Amani Press Building, jengo la floor 11 pamoja na pacha wake la parking kama floor 6, ambao lilikuwa cost kama milioni 17 USD kwa wakati huo. Hilo ni la kwanza. Mradi wa pili ambao pia mimi kwangu naona ni sifa kuwa mmoja kati ya watu ambao tumefanikisha serikali kuhamia Dodoma. Sababu through ujenzi wa hizo ofisi za wizara, mimi pia nimehusika kwa sababu ile wizara ya ardhi ikaanza kutumia ile jengo. Kwa hiyo nayo pia ikawa imehamia Dodoma. Ni mradi ambao ulikuwa ni wa almost 1 billion. Ni wa chini, lakini kwangu naona ni CV kubwa. Sababu kama tukiambiwa watu ambao tumefanikisha wizara kujengwa na serikali kuhamia Dodoma ile mara ya kwanza kabisa, nami nitakuepo. Kwa hiyo huo ni mradi wa pili. Lakini mradi mwingine ambao ni mkubwa ni huu ambao unaendelea nao. Mradi wa nyumba 1000 wa shirika la nyumba la taifa, ambao tumeanza awamu ya kwanza kujenga nyumba 404. Kwa mimi nahusika kwenye ujenzi wa nyumba 101 katika eneo la Chamwino, Bwigiri. Hiyo ni miradi mitatu mikubwa. Hii mingine midogo ipo kama kurenovate shule kongwe, kwangu pia naona ni CV. Kuna jengo la commercial la National Housing pale katikati ya mji wa Morogoro. Jengo kubwa. Tena yote ambaye ataingia Morogoro katikati ya mji lazima ataona hilo jengo. Labda kama asipoingia katikati ya mji. Client requirements zako. Nataka nyumba ya gorofa, nataka nyumba yenye vyumba vitatu, nataka nini na nini, anakuchorea ya architect. Baada ya hapo michoro ile inaenda kwa engineer. Engineer sasa ana design mambo ya nondo, sijui zege, yani kufuatana ili ule mzigo uweze kubebwa au ile gorofa liweze kubebwa na zile ndani zake zote. Wanakuja watu wengine hao wana fani nyingine, mtu wa umeme, mtu wa maji kama kawaida. Sasa wakati wa ujenzi, kama kila kitu kitafuatwa sawa, lazima ile michoro ya yule engineer kwanza inakaguliwa kama iko sawa, lakini pia ya yule architect pia inakaguliwa iko sawa. Na uzuri kwa Tanzania kuna bodi ambazo zina regulate hizo mambo. Na ujenzi unavyofanyika hauruhusiwi kwenda hatua yote mbele. Kama mimi nikiwa site, siruhusiwi kwenda stage ya mbele bila kupata approval ya aliye design, lakini pia approval ya engineer wa halmashauri husika. Natolea mfano, nimefunga chuma labda ya floor ya kwanza au ya nguzo. Kabla sijamwaga lile zege,
lazima yule aliye design nimuite aone kweli nimefunga chuma sawa na mchoro wake. Kama kaandika nifunge chuma 10, kweli nimefunga 10? Kama kaniandikia nifunge chuma ya milimita 20, kweli nimefunga chuma milimita 20? Hiyo ni hatua ya kwanza, anakagua. Baada ya hapo anakuja mtu wa halmashauri, kwa sababu jengo liko kwake, naye anakagua hivyo hivyo based na michoro. Hatua inayofuatia tena, baada ya kumwaga hizo zege husika, lazima baada ya siku 28 uchukue majibu ya lile zege. Liko sawa inavyotakiwa, kwamba uliambiwa upate zege la grade 25. Kweli ni 25 au umechakachua liko chini, hapo ni kosa. Sasa unakuta kwenye baadhi ya miradi kama hiyo ya private ya kimtaani, taratibu hizo zinakuwa hazifuatwi. Unakuta hata ule mchoro wenyewe labda hauko sawa. Yani kuanzia kwenye design, labda design pia haiko sawa. That's number 1. Sasa ingia hata kwenye ujenzi. Binadamu wengine sio wema kivyo. Mtu anaambiwa barete aweke nondo ya 16 mm, anaweka 12 au anaweka 10. Sasa kwenye miadi ya serikali hicho kitu huwezi kukikuta, kwa sababu taratibu zote hizo lazima tuzifuate. Na uwezi ukanunua yani mtu wa manunuzi akununulie 10 wakati kule wewe umeshaomba 16, natolea mfano. Hicho kitu pia kiwezi kufanyika. Hiyo ni upande wa nini, wa ujenzi. Lakini pia kwenye baadhi wengine kwenye misingi, yani msingi wa jengo ukienda tu tofauti pia ni shida. Na kuna hatua za awali ambazo watu pia baadhi ya maclient wanazikwepa kwa sababu ya gharama, lakini ni hatua muhimu sana. Kabla hujaanza kujenga jengo la gorofa, lazima upime huu udongo. Yani upime hii geotech tunaita. Ili majibu yale ya geotech ndio yanakusaidia wewe kama unaye design engineer kujua msingi wako huko chini uweje, uweke bezi yenye ukubwa gani, uweke nondo ya size gani, udesign zege la size gani. Sasa mwingine kile kipengele cha geotech anakikwepa kwa sababu kina gharama, lakini si kama ni gharama, yani ndio taratibu. Yani sawa na mtu yani sawa daktari akadirie tu huyu mgonjwa nitampa dawa fulani bila kumpima. Kwa hiyo mwingine sasa anaondoa hicho kipengele cha geotech, afanye hiyo test, anaanza tu kudesign labda na assume tu pako sawa au pako pana majibu haya. Kwa sababu sometimes unakuta majibu yale sio sawa, labda ile ardhi kule chini sio nzuri, ilitakiwa uweke msingi wa size fulani lakini umeweka msingi mdogo. Ilitakiwa uweke nondo za kiasi fulani za size fulani, umeweka mdogo. Kwa hiyo ukishakosea tu uko chini na ukaenda kuload mzigo kule juu, changamoto hizo pia zinaweza zikatokea. Yes. Kubwa anga ni hizo. Kama nilivyosema, yani bado wasichana tuko wachache sana tu, lakini napenda tu kuwashauri wasichana wenzangu, wadogo zangu ambao wako mashuleni, wako mavioni sasa hivi, yani wasiogope kuingia masomo ya engineering. Wasiogope kabisa, kwa sababu mtu kama ukiamua wataweza kuyafanya vizuri na watayafaulu vizuri tu. Vitisho au maneno ya watu kama masomo ya engineering ni magumu, sijui hesabu ni ngumu, hapana. Ingiza miguu miwili, amua, naamini watafanikiwa. Sababu binadamu wote Mungu ametuumba sawa. Si kwamba aliwapa uwezo special wanaume kwamba wao watayaweza haya masomo. Hapana. Sema tu sisi sometimes tunakuwa tunapokea ule uoga ambao tumejengewa huko mtaani kwamba engineering ni ngumu. Engineering sio hesabu ni ngumu, tutaishia kati. Lakini mimi na encourage. Tena bado wasichana tuko wachache. Kwa hiyo wana nafasi kubwa sana ya kupata ajira watakapomaliza chuo. Bado tuko wachache. Kama nilivyosema kwenye hii fani, especially ukiwa site kama mimi, changamoto moja ni hiyo ya kuwa mbali na familia kwa kipindi fulani. Lakini nashukuru ofisi niliyopo
inalitambua hilo. Kwa hiyo waga sometimes inanisaidia kupata ruhusa za kwenda kuona familia. Kama familia yangu iko Morogoro na sasa hivi na miradi huko Dodoma, lakini pia the time mradi fulani unaisha, kabla sijapaka mradi mwingine, napewa room ya kuulizwa kama kuna mradi mkoa fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo naona labda niende mkoa fulani kwa sababu labda nitaweza kubeba familia, nitaweza kwenda nayo. Kwa hiyo kama mama bado niko kwenye nafasi ya kuhakikisha watoto wangu wanapata malezi yangu. Watoto wangu wanasoma inavyotakiwa. Watoto wangu wanapata elimu inayotakiwa. Kwa muda wangu naugawa kwa staili hiyo. Muda wa kazi nafanya kazi, na muda wa kuwa na familia pia na kuwa nayo familia. Watoto lazima kuna muda wanakuhitaji, ucheze nao, wapikie, upige nao story za kazini. Kwa yote hao najitahidi sana kupata muda huu. Mwanangu mmoja anapenda kuniuliza, leo umefanya kazi gani?" Huyo wa miaka 10 nilisema. Kwa hiyo yeye anachukulia nikiwa site, ukisema najenga, anaashumu na wewe unajenga. Kwa hiyo ukisema labda leo tulikuwa tuna kazi ya kufunga milango, atakuza wewe umefunga mingapi? Wewe na mwenzako nani alianza kumaliza? Nani kamshinda mwenzake? Hivyo kwa nakuuliza maswali ya style hiyo. Kwa hiyo ule muda lazima nijitahidi niwe nao ili na wao pia wajue kumbe kuna kazi fulani inafanyika. Kwa hiyo mwanzo nilikuwa nikichelewa kurudi hivyo usiku na kuuliza, "Yaani umerudi saa 4, ulikuwa kazini bado?" "Hakuna giza." Naambia tuko site. Kwa site sababu tunafanya kazi usiku, kuna taa tumefunga pote. Okay. Kwa ukipata chance unaenda nao weekend mara moja na waonesha yale mazingira ya site, wanaona kweli hizo taa zilivyo, wanajua kama mnafanya kweli kazi mpaka usiku hizo zikuisha. Kwa hiyo pia nawaambia hata wewe usiku ukitingwa na masomo yako na mtihani hapo, unasoma mpaka usiku, sina kwamba unasoma. Kwa na mimi ndio hivyo, nikitingwa na kazi nafanya mpaka usiku ili niweze kumaliza. Kwa story kama hizo nazo zinawasaidia. Sometimes wanasema, mama fulani pale saa 9 tu yuko nyumbani." Wewe haupo Sengea Jumapili, mara umepigiwa simu umeondoka. Ile engineering ngumu. Naambia sio ngumu. Ni ili tu nimalize majukumu mapema. Kama nilivyosema, kubwa ni hiyo ya kuhamahama, lakini pia unajua tena masaiti watu wanaofanya nao kazi, kama nilivyosema toka mwanzo, ni watu ambao ni 90% nimesema ni unskilled labor. Watu ambao sisi watu wa site tunawaelewa jinsi ya kwenda nao, lakini ni watu ambao wanahitaji uwazoee na uwaelewe. Sababu ndio nguvu kazi. Lakini nguvu kazi hiyo ndio ina changamoto hizo. Kama watu wa zege ni wengi site wanakuwepo, zaidi ya watu 40 au 50. Ni kikundi cha watu wa zege ambao wale unawahitaji wa kumwagia zege lako. Ingawa tuna mitambo ya kumwagia, tuna mashine, lakini still bado utahitaji kuwa na wao watu. Sasa wale sometimes maneno yao yanakuwa sio mazuri kuyasikia masikioni kama mama, kama mwanamke, lakini ndio uko nao. Kwa hiyo wakiwa katika hali ya utulivu unawaelekeza. Usumbufu nao wanakuwa nao, lakini wewe unajua pale kicho kupeleka ni nini, unajua jinsi ya kuwajibu ni toe jibu gani. Kama nilivyosema kwenye engineering, especially kwa wasichana, tunapata changamoto toka mwanzoni. Kwa sisi tulianza sisemi miaka nyuma kidogo, sababu chuo nimeingia 2003. Mazingira ya chuo kikuu kwenye college ya engineering nadhani pia bado yalikuwa yanabeba wanaume. Kwa sababu hata vyoo ulikuwa unakuta baadhi ya zile lecture rooms vyoo only male. Kwa hiyo walikuwa bado wana ule mfumo wa wanaosoma uhandisi ni wanaume. Kwa hiyo sisi tukawa tunaingia sababu hauna jinsi wewe ukaenda wapi, labda kwenye idara nyingine sijui za watu art, si ukapate sehemu ya huduma, hapana. Kwa hiyo unaona male unaingia hivyo. na tulianza chuo bado tulikuwa intake yetu ilikuwa ni ya wasichana wachache. Si kwamba watu wakawa wasichana wamalizi form 6 wanamaliza, lakini mtu akisikia tu stories za engineering, story kwamba ni issue ambayo inahusiana na hesabu, basi mtu ana apply vitu vingine kabisa huko, ata apply BCom, ata apply wapi, lakini huko engineering anakuwa hana lile wazo kabisa. Lakini wengine I'm sure kama wangeweza kuapply na wangepata hizo nafasi na wangemaliza.
Kwa hiyo kama sisi kati ya watu 100 na ambao tulikuwa civil, tulikuwa na wasichana 8. Tulikuwa kama wasichana 8 na mpaka tunamaliza chuo wasichana hao tulimaliza wote. Na wanaume wenyewe ndio wakapungua. Karibia half nzima. Kwa hiyo wengine wakapungua, ndio bahati mbaya mtu alidisco, lakini mwingine tu ni ile tu stories zikampunguza mapema kabisa ni wakati wa registration tu. Kwa hata mimi kwa mfano pia niliface changamoto hizo mwanzoni. Kwanza nilikuwa naonekana mdogo, hapo mwanamke. Kwa hiyo unakutana na watu wanakuambia, unasoma kozi gani dada? Engineering, civil. Yaani hapa tumetoka sasa hivi kusaidia watu zaidi ya 30 wamedisco. Kwa hiyo tumeenda kuangalia tutawasaidiaje, sababu yani jinsi ya kuwa cancel. Mtu hapa maneno hayo mwanzoni kabisa ndio uko kwenye registration. Kwa hiyo wengine mtu pale hata wanaume anakosa moyo, anaamua quit kabisa. Lakini mimi nikasema kwa nini? Yaani hata masomo sijaanza nianze kuhisi ni magumu. Kwa hiyo mtu sana anakufuata anakuadvise, isema masomo ni magumu sana. Wana disc watu wengi. Lakini kuna masomo mengine ambayo ni marahisi, ukiingia tu wakao kumaliza upo. Kwa hiyo wakao masomo bado kuna masomo kama engineering wakao wametoa jina. Kama engineering ni masomo ya kuja kutafuta degree, lakini masomo mengine ni kuja kuchukua degree. Kwa hiyo wakasema kwa nini wewe kama msichana mdogo uje utafute wakati kuna masomo ambayo unaweza kuchukua tu degree. Lakini mimi nilikuwa napenda hesabu. Kwa hiyo nikasema niende kwenye kozi gani nyingine? Hapana. Napenda hesabu, kwa hiyo hata engineering nitasoma tu bila shida. Kwa hiyo sikuvunjika moyo wala sikukata tamaa, ndio kwanza tukaongeza nguvu na bidii kwenye masomo, hatimaye tukamaliza salama bila shida yoyote. Hapo ni upande wa chuo. Lakini sasa tukaja tena mtaani, kampuni ambayo nilianza nayo kazi mafundi ambao unakuwa nao bado na wao wanakuwa wako kwenye ile kwamba hakuna engineer mwanamke. Kwa hata ile mwanzoni hiyo miaka 2007 naanza kazi huko site, yani fundi namuelekeza, lakini unaona kabisa ni hachukui ile serious. Sababu anastasikia nyinyi mnaona hapo engineer mwanamke afu mdogo, engineer wakubwa wanaume wakija basi unaona kabisa. Lakini kanajua sababu toka chuo vitu hivi vipo. Kwa hata mtaani pia vipo. Una uwezo kanuna au uwezo ukawashangaa au wanaowaza hivyo au ukawasema sababu wewe ni engineer basi sababu kawafukuza. Hapana. Ni just kuwaelewesha, lakini pia kikubwa zaidi ni kufanya kazi ambayo wao pia wanaona product yake na wanaona jinsi ile kazi inavyokamilika, ile kazi inavyosifiwa, basi hatimaye wakaelewa. Tena wakaelewa sana. Sababu mradi nilioanza nao kwa wakati huo 2008, huyo jengo la Amani Place ambao liko opposite na Movenpick, mradi ambao ulisifiwa sana. Kwa sababu ni project ambayo kwanza ilikamilika kwa wakati, kama nilivyosema ni miezi 4 kabla ya ule muda wenyewe. Lakini pia ilikamilika kwa ubora unaotakiwa. Kiasi kwamba hata watu wa OSHA wakaja wakatoa certificate za kupongeza ile kampuni. Na kuna wakandarasi wanakuja pale kujifunza jinsi sisi tunavyofanya kazi. Kwa hata ile timu ya mafundi ambao walikuwa wanaona huyu engineer mwanamke maybe hatoweza, lakini wakawa wakiona vile vitu, wakiona zile sifa zinazomiminika, basi wote wakaelewa kwamba ni mwanamke lakini ni engineer na anaweza. Niseme tu maana kwenye uhandisi au kwenye ujenzi wa magorofa, kama sasa hivi tunajenga majengo makubwa, taasisi za serikali pamoja na watu wa private, lakini pia nchi kwa ujumla ina ujenzi mkubwa unaoendelea. Basi tujitahidi tu kufuata zile taratibu sahihi, wahusika wote, kuanzia anaye design mpaka anayejenga na hatimaye hata yule mtumizi wa hilo jengo husika. Tukifuata taratibu sahihi, kama nilivyosema mwanzoni, vifaa tukavipima vyote ambavyo vinahusika na mambo ya ujenzi kabla ya kuvitumia. Lakini pia vingine ambavyo tuna viimport, kuna hizi plumbing pipes, kuna tiles, na venyewe pia tuviangalie ubora wake kwanza kabla ya kuvitumia. Kingine, hatua zile za ujenzi tuzifate
Ikimaanisha kabla hujaenda hatua yoyote mbele, husisha timu inayotakiwa. Wewe kama msimamizi, wewe kama engineer, basi mshafikia hatua fulani, kama hujaenda mbele, ita mkaguzi, consultant aliye design, aje aone kweli mfanye sawa. Umejenga au unaelekea kujenga as per alicho kidesign yeye. Architect wa mradi na yeye hivyo hivyo. Yaani timu nzima ile inahusika. Watu wa halmashauri, mimi nashukuru kwa miradi ambayo nimefanya, nimepata ushirikiano mzuri kwa wahusika wote. Sababu wengine wao wana complain, unamuita mtu aje anakuchelewesha hivi na hivi, lakini mtu ukimpa taarifa mapema, sidhani kama atakataa kuja kukagua au kukusimamia, ili kuona, sababu macho ya wengi yanasaidia. Kama kuna sehemu mtu umesahau au umekosea, basi yule ataona, mtaandikiana pale, utarekebisha, utasonga mbele. Lakini pia kingine tena kwenye upande wa miradi, tukijitahidi miradi tuifanye kwa muda mfupi, waga inasaidia hata kwenye gharama. Kwa hiyo kila taasisi, iwe ya serikali, iwe ya private, tukijitahidi kuplan mambo yetu kiasi kwamba mradi husika ukafanyika kwa muda mfupi, inasave sana gharama. Kwa sababu kama mradi utaenda kwa muda mrefu, kuna gharama nyingine ambazo zinakuwa hazionekani. Let's say ukifanya kwa muda mrefu, itabidi uache walinzi pale, master keeper atakuepo. Yaani walinzi hautawatoa mpaka mwisho. Sababu kama kuna jengo au kuna mali pale zipo, utaacha. Lakini sasa ile inaongeza gharama. Lakini kingine ni kwenye sisi kama taasisi ya serikali tunajitahidi sana kucomply na taratibu zote. Especially kuna taratibu hizi za manunuzi. Lazima tuzifuate. Kwa sababu ni ndefu, basi inabidi uzianze mapema. Kama ni maombi yako ya vifaa, basi wewe kama mhusika lazima uyapeleke mapema, yafanywe kazi mapema, tofauti na watu wenzetu wa private. Ukute wao baadhi ya taratibu wanakuwa haziwahusu zile za manunuzi. Lakini sisi kwa sababu zinatuhusu, lazima tuzifuate, na pia kwa sababu tunatakiwa kuzifuata na zinachukua muda. Sababu uwezo ukaomba leo mbao, ukasema kesho uletewe. Hapana. Mtu wa manunuzi na taratibu zake, tunachukua wiki 3. Kwa hiyo sisi lazima tuwe mbele ya hao nao sema wa private. Wakati niko timu ilikuwa ni kitu ambacho kwanza yani wananunua vitu wananika store kama misumari, sijui manondo, sima nini. Kwa hiyo wewe pale sasa tunaomba tu, hata asubuhi ukiomba, jioni ushaletewa. Kesho nataka nipate sijui misumari begi 50. Jioni ishaingia. Kwa hapo tuko nao tofauti kwa style hiyo. Sisi kwa sababu tuko kwenye kufuata taratibu, basi lazima tujitahidi tuzifuate mapema ili miradi husika tuweze kuikamilisha kwa wakati. I'm sure tutakuwa tunapunguza zile gharama ambazo ni za nini niseme, kama hizo za hazihusiani direct na mradi, lakini zinaingia kwenye mradi. Na kama nilivyosema, ukimweka mlinzi, mradi usipoisha, mlinzi atakaa pale. Kila mwezi atalipwa. Kwa hiyo anavyolipwa pale, ile hela si kwamba inatoka mfuko mwingine, inasoma kwenye mradi ule uliohusika.